Mbunge wa jimbo la Itilima mkoani Simiyu, Mheshimiwa Njalu Daudi Silanga, amesema baadhi ya viongozi wamekosa uthubutu wa maamuzi katika kutekeleza mipango ya maendeleo yenye manufaa kwa taifa, hatua ambayo amesema inazidi kuzorotesha uchumi wa nchi licha ya Tanzania kuwa lango kuu la kibiashara kwa nchi za Afrika Mashariki. Mheshimiwa Silanga ametoa kauli hiyo bungeni leo Februari 4 mwaka huu wakati akichangia mjadala kuhusu mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya serikali katika muda wakati 2026-2027 na 2028-2029. Lakini niendelee kuomba Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa kama taifa tuwe na lugha moja kuanzia chini hadi juu, tukizungumza iwe lugha moja ya kufanya utekelezaji. Bila hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango yetu ambayo tulikuwa tunaijadili hapa tutakuwa tunafeli. Leo ukizungumzia sekta ya usafiri, ukiondoka hapa kwenda tu Tunduma, ukifika pale malori yanakaa zaidi ya siku 14, tumezuia uchumi. Lakini pale tungetengeneza parking kubwa tukapanua. Leo alatio hapa na kila siku anaongelea tu habari ya kuvusha gari. Na sisi tupo na viongozi mpo, lakini majibu hayapo, na huko tunazungumzia fedha tunazitoa wapi? Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo jambo tuliangalie kwa mapana zaidi. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta zetu za kilimo, kahawa, tumbaku, pamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mazao haya kumekuwa na mchanganyiko. Naomba katika mpango huu iwekwe vizuri. Tunapozungumza kutoza vati kwa mtu anayezalisha kiwanda cha ndani, anayefanya export halipi vati. Maana yake unatengeneza mazingira mwekezaji wa ndani aenda akamtoze mkulima atoe risiti, ile risiti ya 18% akatwe, halafu yaje achukue kodi. Hiyo kitu haitawezekana, biashara itakuwa ni ngumu. Katika mpango wetu huu jaribuni kuangalia namna gani ya kutengeneza kodi ya kupata mapato ili tufikie malengo ambayo tunayotarajia. Tukifanya hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, itakuwa ni sehemu nzuri sana katika kuchochea uchumi wa taifa letu. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa waziri wote wawili wameelezea, wakasema miaka mitano hii tutakuwa tufanye uwekezaji wa zaidi ya trilioni 477. Ni jambo jema. Lakini mimi nilichokuwa nataka kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mipango hii, basi tutengeneze historia kila mwaka tunapokutana kwenye bunge lako tukufu. Tuangalie tumefanya nini ndani ya miaka mitano na ni kipi ambacho kimeonekana na kwenye mkoa upi, ili tufanye kazi ya kuona majawabu. Nitatoa mfano Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kule Simiyu tulikuwa tumeandaa mpango wa kujenga kiwanda cha vifaa tiba ambao kingefanya kazi kwenye nchi nzima kwenye mahospitali yetu. Ule mpango umefanya, baada ya miaka mitano kuisha, kila hiyo kitu imepotea. Kuna fedha za Watanzania zaidi ya bilioni 1 zimetumika kufanya diligence kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hilo ni muhimu sana ambalo wataalamu mnaweza mkatusaidia ili kufika malengo ambayo tunayotarajia. Kwa sababu hiyo amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, hatua ambayo amesema imeongeza pato la taifa, hivyo kutaka uamuzi wa haraka ufanyike katika ujenzi wa miundombinu ya barabara katika kurahisisha usafirishaji wa mizigo badala ya kutumia barabara ya Morogoro ambayo kwa sasa imeelemewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mipango hii mizuri ambayo imeletwa, wamechangia wachangiaji wenzetu, lakini Profesa Muhongo amejaribu kuongea kwa mapana sana. Niende tu kusema kwamba serikali iangalie sehemu za kimapato ambazo zinaingiza kwenye nchi yetu. Sisi hapa ni mashahidi. Mheshimiwa Rais alikuja na mpango wa kupanua bandari DP World. Leo pale Dar es Salaam ukifika, mizigo iliyopo ni zaidi ya mara 5 yake, na barabara zimefungwa kwa sababu mzigo umejaa wa kutosha. Kwa hiyo niombe serikali katika mipango hii tuwe na mpango wa dharura wa haraka utakaoweza kurekebisha barabara. Tusitumie barabara moja ya kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro. Tuangalie namna gani hata kupita Kisarawe itokee Morogoro kwenda Iringa kwenda Tunduma. Na sisi kama Watanzania Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mipango yetu tunayoiweka hapa mezani, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukumbuke tuna nchi 7 zinazotuzunguka hapa. Huo tayari ni uchumi. Kwa hiyo tunapozungumzia pato la Mtanzania, tunapozungumzia kufika trilioni 477 kwa miaka mitano, inawezekana tukiwa na usubutu wa maamuzi. Viongozi wetu mlioko hapo meza hapo, chukueni mawazo haya, tubadilishe mfumo katika uchumi wa mali ambao unapatikana kwa haraka ili tuweze kufika matarajio ambayo tunayo yatarajia. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti,
hatuwezi kukwepa kilimo. Asilimia karibu 70 ni ya wakulima na wafugaji, lakini wote hawa ni wafanyabiashara kwa sababu wanazalisha mali. Nini kifanyike, Mheshimiwa Mwenyekiti? Niombe katika fursa zilizopo katika mikoa yote ya nchi ya Tanzania, iangaliwe mkoa upi unahitaji uwekezaji wa aina gani, ili tusaidie uwekezaji katika maeneo husika, ili tuongeze uchumi, tuongeze pato la taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na changamoto kubwa ambayo tunayoizungumza katika bunge letu hili tukufu, hao waliokaa hapo wote ni wachumi, lakini vile vile ni maprofesa. Mmoja amekuwa chuo kikuu miaka mingi sana na amefundisha wanafunzi bila kuwa na maamuzi, bila kuwajengea uwezo watumishi wetu. Haya tunayozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tutakuwa tunapiga makitai. Nazungumza hivyo kwa sababu gani? Experience inayotuonyesha sisi kama bunge, lakini kama taifa, viongozi wengi wanakosa uthubutu wa kufanya maamuzi. Akiamua akifanya hivi pataingia na dosari hii hapa. Lakini la pili ambalo naliona mimi binafsi, Mheshimiwa Mwenyekiti, na taifa kwa ujumla, tunapozungumza uwekezaji mkubwa, je, tuna benki za maendeleo? Benki zetu zilizoko hapa ni za commercial. Manake mipango yote tunayoifanya hatuwezi tukavuka, kwa sababu benki zetu ni za commercial, zinatubana kisera, zinatubana kidunia. Kwa hiyo lazima benki ya maendeleo iimarishwe katika mpango wa miaka 25, na watafute watu wenye weledi, wenye kuweza kusimamia hizo benki, ili kusudi haya tunayoyazungumza yawezekane. Mheshimiwa Mwenyekiti, mataifa yote, nchi zinazotuzunguka ukiziona ni ndogo sana. Sisi tuna takribani watu milioni 70. Tayari ukizungumza uchumi ni pamoja na watu, lakini tunakoswa nini? Tunakoswa maamuzi ya kusimamia na kuelekeza nini kifanyike. Hata hivyo, mbunge huyo wa Itilima, mbali na kutaka serikali kuwekeza katika mifumo ya ulipaji wa fedha kwa njia ya mtandao, pia ametaka serikali kuwawezesha Watanzania ili wawekeze nchini, hatua ambayo itawawezesha kuchangia uchumi wa taifa lao. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, Profesa Kitila ameandika katika mambo 5 yanayohusika teknolojia, afya na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naona tukitaka kufanikiwa sehemu kubwa sana, cha kwanza tuondokane na swala ya kulipa cash. Ukienda kwenye nchi za wenzetu, kila fedha wameshaweka utaratibu wake. Ukiingiza tu kwamba umepanda hata taxi, ukilipa automatic fedha yake inakwenda serikalini na mwenye chaka anabaki nacho. Hakuna kuonana. Sisi mazingira ambayo tunayoyafanya ni ya kuonana, ili kusudi watu wafanye mazungumzo, ili kusudi kupoteza muda. Hata swala la VAT ukiliangalia, Mheshimiwa Mwenyekiti, halina maana kwamba mtu umeagiza mali, ukaitoza serikali, ukalipa, ukaweka kwenye account, serikali hiyo tena inakuja kukurudishia fedha. Sasa unajiuliza ni nini? Lazima tuangalie utaratibu mtu utakao kuja kutusaidia kupata mapato. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi zozote hapa tunatumia hizi iPad, computer, iPhone, Samsung na kadhalika. Wenzetu wanakaa na kuangalia huyu mwenye kampuni X tumwezeshe nini ili tupate kodi ya kiasi gani ndani ya miaka yetu, mwaka mmoja, miaka 5. Sisi hapa tunawazungumzia matajiri 4 5 tu. Wakihama tunaanza kuulizana kwamba wapi tunatokea, wapi tunaondokea wapi. Serikali ifike mahala ibadilike, ianze kujenga uchumi wa mtu na kusimamia yule mtu ili afanye kazi ya kulipa kodi ndani ya nchi yake. Hakuna jambo lisilowezekana, linawezekana, lakini kinachohitajika ni utashi na uthubutu. Mataifa tuliyozungumzia hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, yameendelea ni kwa sababu kwanza imewekeza kwa watu walio na akili, wenye uwezo wa kufikiria, wenye kujiamini. Sio mtu wewe unapewa nafasi, umesimama pale hujiamini, utoi maamuzi. Maana yake unatuchelewesha kufai kuwepo katika nafasi hiyo. Kwa hiyo niendelee kuomba, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taifa letu hili tunayo mambo mengi makubwa. Tuna madini, tuna mifugo, tuna uvuvi, tuna ng'ombe, tuna kila kitu. Lakini bado tunakwama kwa sababu ya kutoweka uthubutu katika maeneo yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Na la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la usafiri. Nchi yetu takriban watu milioni 70. Wafanyabiashara zaidi ya milioni 3, milioni 4 wanahitaji kusafiri kwenda kujifunza, kwenda kubadilisha maeneo. Lakini leo hata hapa SGR unakaa zaidi ya masaa 5 usubiri usafiri. Kwa hiyo mtu anayeenda kufanya kazi hawezi kufanya kazi haraka na kurudi kuongeza kuchochea uchumi katika eneo letu. Kwa hiyo niombe, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la usafiri ni muhimu sana. Ni muhimu kwa sababu hao watachochea uchumi kwenye maeneo husika. Sisi hapo kienda Ethiopia wana ng'ombe tu.
lakini sisi tuna vitu zaidi ya 10, utalii na kila kitu, lakini ndege tulizonazo ni 4 5 na kila siku zina delay. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, angalieni utaratibu mzuri viongozi wetu mlioko hapo, ili mwatumie wataalamu mlionao, na tuna wataalamu wazuri sana hata kwenye maandiko. Changamoto kubwa ni usubutu. Akifanya usubutu ataambiwa ulimuona fulani. Kwa hiyo jambo hili kama taifa lazima tulikemee, tulipige marufuku, watu wafanye maamuzi ya kuleta maendeleo ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana baada ya kunipa nafasi. Naunga mkono hoja. Asante. Asante sana. GMTV, Bungeni Dodoma.